Morning people. Mnanisikia eh? Hi guys. Karibuni tena kwenye another session ya Hisa Masterclass. Leo tutaenda kupata at least some hints ambazo maybe will take us through. Atatuonyesha hisa ni nini, faida za kuwekeza kwenye hisa, makosa gani usiyafanye, jinsi ya kuchagua kampuni ya kuinvest. Kwa hiyo tunategemea hii session itakuwa very interactive. Kama una maswali you can put them in the chat box. Akimaliza session tunaweza kuyauliza. Kama mengine mko tayari umeshakuwa nayo lakini you didn't put them kwenye group, let's just accumulate them as she is presenting. Akimaliza tutapata hiyo Q&A session ili tuhakikishe kwamba kila mtu ameondoka akiwa ana majibu, at least anajifunza kila siku tunapofanya hii session. So Nuru, over to you. Welcome and all the best. Thank you, Queen. So hi people and good morning. So I'll be taking you through this class. I hope mnanisikia. So the objective of this class kwanza ni kuelewa benefit ya kuinvest kwenye shares na put into practice what we are taught, kama Queen alivyosema, sio tu tunajifunza alafu we don't take action. So we have to learn and take action. That is our objective of this class. I hope by the end of this class kila mtu atakuwa ame get the basics and anaweza kupractice what we have been told. So maybe we can start. So mtu anaweza akajiuliza maybe hisa ni nini? So hisa ni umiliki wa kampuni au kwa lugha nyingine tunasema ni umiliki wa biashara. So mfano mimi leo nimeamua kuanzisha kampuni yangu na I have a friend ambaye pia na yeye anataka awe part of that company. So ili na yeye aweze kuwa part of that company inabidi anunue hisa za ile kampuni. So hiyo ndo tunasema hisa. So hisa is just ownership in a company. So kuna faida mbalimbali za kumiliki hisa, ambayo faida ya kwanza ni gawio, ambayo gawio tunasema ni sehemu ya faida ya kampuni. So kama kampuni imepata faida na kama kampuni hiyo ina sera ya kwamba tukipata faida, sehemu ya faida yetu itaenda kwa wanahisa wetu, then as wewe as unamiliki hiyo kampuni utaweza kupata gawio. Faida nyingine ni kwamba kuna ongezeko la thamani. Leo ulinunua hisa yako kwa shilingi 200, maybe after 1 year ile hisa maybe inakuwa shilingi 500. So ukiamua kuuza ndio utarealize ile gain yako. Kwa hiyo faida nyingine ya kumiliki hisa ni ongezeko la thamani. Kuna faida nyingine pia tunasema unaweza ukatumia hisa pia kukuza mtaji. Sio lazima uwe maybe una aim for gawio. Kwa hiyo unaweza kutumia hisa kama your saving vehicle na ukakuza mtaji, na unaweza ukafanya kitu ambacho unataka kufanya kwa sababu umetumia hisa kukuza mtaji wako. Unaweza pia, kuna makampuni mengine yanakubali hisa kama collateral, so unaweza kutumia hisa hii kukopea mkopo. I know kuna benki kama Mwanga Hakika wenyewe wanakubali hisa kama collateral. So you can use hisa kupata mkopo na ule mkopo ukautumia maybe kwenye biashara au kwenye vitu vyako vingine. Alafu kwa wazazi hisa pia, yes. Kuna malimao data food. Okay, maybe you can mute that one. Nampa Bakari data. Nani? Mute. Okay. So hisa, kama wewe ni mzazi unaweza ukatumia hisa kukarithisha watoto wako kama vile tunavyorithisha watoto wetu maybe nyumba, magari. So you can rithisha watoto wako hisa, kwa sababu hisa ni mali ambayo inakuwa you can transfer it from one person to another person. Faida nyingine ni kwamba ukiown hisa kuna punguzo la kodi. Kwenye ile capital gain yako ukiuza zile hisa zako hautakatwa kodi yoyote ile. Lakini kwenye dividend tutakata tu 5%. So kama wewe ni mfanyakazi na you are looking for other ways to earn income ambayo haitakuumiza sana, then hisa ni mojawapo ya njia ya kutumia kwa sababu kuna unafuu wa kodi. Hizo ndio faida. Pia kuna hasara. So kila kitu chenye mazuri kina mabaya yake pia. Hasara mojawapo ya kumiliki hisa ni kwamba ile hisa inaweza ikashuka bei. Leo ulinunua 200, kesho unakuta iko 50. Lakini kumbuka hiyo hasara ni hasara ya kwenye vitabu. Ili waweze kurealize ile ni mpaka uuze.
na wanasema hisa in the long run waga inakupa good return. Kwa hiyo ukiendelea kuhold for a long run, kama kampuni ile inaendelea tu kufanya vizuri, maybe tu kwa kuna shida ya economy, you can still get the gain. But hasara mojawapo ya kumiliki hisa ni kwamba inashuka bei. Hasara nyingine ni kwamba kampuni ambayo umewekeza kwenye hisa inaweza kufilisika. So kama wewe ni mmiliki wa hiyo kampuni, na maisha utapata hasara yako ya pesa ulio invest. Nyingine ni liquidity issue. Hii tunaielezeaje? Hii inatokea pale ambapo unataka kununua hisa za kampuni fulani, lakini ukienda sokoni unakuta hamna mtu ambaye yuko willing kuiuza ile hisa, au unataka kuuza hisa yako sokoni lakini hamna mtu ambaye yuko willing kubai ile hisa. So hizo ni hasara mojawapo za kumiliki hisa. Maybe any question up to there? Okay. So kuna vitu vya kufanya kabla hatujaanza uwekezaji wetu katika hisa. So tunashauri kwamba kabla hujaanza uwekezaji wako katika hisa uwe na emergency fund, kwa sababu soko la hisa lina tabia ya kupanda na kushuka, na kama una emergency fund utaishia kuuza zile hisa zako, na maybe shida itakapokutokea zile hisa zitakuwa bei imeshuka chini. So kabla hujaanza kuanza uwekezaji wako katika hisa, unatakiwa save emergency fund ili uweze kuhold zile hisa for a longer time, isije ikakukuta kwamba shida imekutokea then ukiuza unapata hasara. But if you had an emergency fund, ungeendelea kuhold mpaka pale soko ambapo litakapojicorrect. So kabla hujaanza uwekezaji wako katika hisa, tunashauri kwamba usave emergency fund. Na kitu kingine, kabla hujaanza uwekezaji wako katika hisa, unatakiwa uwe na malengo, kwamba una malengo gani, unanunua hii hisa ili iweze kukusaidia kufanya nini. Maybe kama wewe unakuza mtaji, unasema natumia hisa hii, nikifika a certain point nitauza, nitaenda kufanya kitu fulani. Kwa sababu usipokuwa na malengo utaendelea tu kununua without a direction, knowing where you are going. So you have to have goals. Hizo ndo vitu vya kufanya kabla hujaanza uwekezaji huu. So soko letu la hisa la hapa Tanzania, tuna soko moja tu ambalo linaitwa Dar es Salaam Stock Exchange, ambalo soko hili ndo linakutanisha wanunuaji na wauzaji wa soko la hisa, na wanunuaji na wauzaji wanakutana through app inaitwa Hisa Kiganjani, ambapo in the middle kunakuwa kuna mtu anaitwa broker, ambayo huyu broker yeye they are sitting behind the system, kwamba mimi nikitaka kuuza hisa zangu, brokers watawasiliana, anayetaka kununua kule atanunua, then I'll get my money, I'll get the shares that I want. So hiyo ndo soko letu la hisa la Dar es Salaam Stock Exchange. Na katika soko la Dar es Salaam Stock Exchange kuna masoko aina mbili. Kuna IPO ambayo tunasema ni initial public offering, ambapo kampuni inakuwa inaenda sokoni kwa mara ya kwanza, na secondary market, kwamba ile kampuni kishaenda sokoni kwa mara ya kwanza, wale watu ambao hawakufanikiwa kuparticipate kwa mara ya kwanza ndo wanaenda kununua hisa zao kwenye secondary market. Kwa mfano, tumeona recently ile iTrust ETF. Kuna watu ambao walipata nafasi ya kuparticipate in the initial public offering, lakini kwa wale ambao hawakuparticipate then they come kwenye secondary market. Hizo ndo aina mbili za trades ambazo zinafanyika katika soko la hisa. So kwenye soko la hisa kuna different companies ambazo zimekuwa listed. Kuna mfano, kuna mabenki, kuna manufacturing companies, kuna makampuni ya ndege, kuna investment companies kama mnavyoona hapa. So tunaona kama kuna CRDB, NMB, Tuge Cement, KCB, TCC na makampuni mengine mengi. So I think in total we have like 28 companies ambazo zimekuwa listed kwenye soko letu la hisa. So and you as a Tanzanian, you can participate na kubai na kuuza hizi hisa. So kwenye soko la hisa tunasema kuna aina mbili ya watu. Kuna mwekezaji na mviziaji. Mviziaji ni yule ambaye anataka predict maybe bei ya hisa fulani itapanda, lakini mwekezaji ni mtu ambaye anafanya uchunguzi kwanza kabla hajaanza uwekezaji wake. Na ukiwa mviziaji tunasema ni rahisi sana kupata hasara,
inakuwa kama unafanya betting. You can't know when the company will do well au when the company will do bad. Wewe unafanya tu prediction zako based on your emotion, lakini tunashauri kwamba usiwe mviziaji, uwe mwekezaji. Na ukiwa mwekezaji, kama nilivyoelezea hapo mwanzo, ni unakuwa unajua malengo yako ni nini, na kuwa mwekezaji pia unatakiwa uelewe biashara ile kampuni unayonunua. Mfano leo nikikuuliza why are you buying maybe NMB, uweze kunielezea kwamba NMB anafanya hivi, unajua product zake, unajua competitor wake. So it's just like you are investing in a business ambayo ile biashara inabidi hata ukiamka leo usingizini uweze kuielezea. So ukielewa ile biashara, hata kama ile biashara imepata maybe misukosuko, you can know, kwa sababu you know unajua behind the scene kwamba hii, mfano kama benki, unakuwa unajua benki maybe inakuwa regulated na BOT, na according maybe to BOT regulation, benki isipofikia kiasi fulani hatutapata dividends. Lakini kama wewe ni mviziaji hautajua hayo mambo, so tunashauri kwamba uwe mwekezaji. Okay, hizo ni mwekezaji. Na kama wewe unataka kuwa mwekezaji kwa sababu unafanya ile analysis ya kampuni, so kwa mwekezaji unatakiwa ufanye fundamental analysis, ambazo hizo fundamental analysis ni kwamba unaelewa biashara ile kampuni, unaelewa competitor, unaelewa product gani kampuni ile inauza, unaelewa sera ya gawio, na unaelewa future plans ya ile kampuni. Na kufanya hizi analysis, kuna documents mbalimbali ambazo zinakuwezesha wewe kujua hizi information. Any question, Queenie? Are we on the same page? Kama kuna question or if you understood, you can comment in the chat if we are on the same page. Yeah, we're on the same page. Okay. Nafikiria tungeziweka question all the way to the end ili tupate hii flow, then interact na swali, tuna interact pale tu. Okay, so if you are mwekezaji and unafanya fundamental analysis, kuna this type of document ambazo zitakuwezesha kujua maybe unataka ujue maybe uchumi wetu unafanyaje. So kuna documents kama BOT, monthly economic review, hizi zitakuonyesha uchumi wetu unafanyaje. So kama if you are investing maybe in banking sector, utajua banking sector ina perform vipi, is it performing good, is it performing bad, ili ikufanye wewe uamue kama unawekeza au auwekezi. Au pia unaweza kupata hizi information through news, kusoma vitabu ambayo itakuwezesha kufanya maamuzi yako. Na ukishafanya fundamental analysis, unatakiwa uende kufanya kitu kinaitwa technical analysis. Na kwenye kufanya technical analysis ndo ambapo tunaanza kuangalia namba ya hiyo, kwamba mahesabu ya kampuni je, imepata faida, imepata hasara, inagawa dividend, haigawi dividend. Na ili kuweza kufanya hiyo technical analysis, kuna statement ambazo unatakiwa uangalie. So kuna statement zinaitwa financial statement ambazo zimegawanyika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni statement of profit and loss, ambayo hii inakuonyesha companies revenue, expenses, tax au profit and loss. Hii ni kama, kwa Kiswahili wanasemaje, inaonyesha faida na hasara ya kampuni. Statement nyingine ni balance sheet. Hii balance sheet inaonyesha assets za kampuni, madeni ya kampuni na mtaji wa kampuni. Alafu kuna statement nyingine inaitwa cash flow. Hii inaonyesha kampuni imespendi wapi ile pesa. So kwenye kufanya technical analysis, tunasema kuna ratio kuu 5 ambazo unatakiwa usijue kabla hujaanza uwekezaji huu. So ratio ya kwanza tunaita return on equity. Hii return on equity ina measure ule mtaji ambao tumeemploy kwenye kampuni yetu, umepata faida gani from ule mtaji. So kama wewe ni mwanahisa, una contribute ile pesa yako. Ile pesa yako unaimeasure, nimeinvest 10, imeniletea 20. Hii ndo return on equity. Ina measure the net profit ambayo kampuni imepata
compared to mtaji ambao umeweka kwenye hiyo biashara. So mfano nita display financial za kama hapa, hii ni statement of you can see statement of financial position, ndio hii hapa, ambapo kama tulivyosema inaonyesha assets, liabilities za kampuni, alafu kuna statement of profit and loss ambayo ndio inaonyesha revenue za kampuni. Tunaona interest income inaonyesha expenses na faida ya hiyo kampuni. Alafu okay, wajeka cash flow hapo. Okay, so tukitaka kupata sasa return on equity, kwamba kampuni hii niliyowekeza, ule mtaji ambao nimeipa hii kampuni umeniletea faida yoyote? So mfano kwa CRDB hapa nitatumia mfano wa CRDB na results za Q4. Tunasema faida ya kampuni ni 724, ambayo hii faida unaipata kwenye kitu kinaitwa statement of profit and loss, ambayo from here ni hii hapa. I hope all of you are seeing it. You can see. So this is the net profit ambayo kampuni ya CRDB imepata. Alafu sasa unaenda kucompare na mtaji wa ile kampuni. So mtaji wa ile kampuni unapatikana kwenye kitu kinaitwa balance sheet, au kwa jina lingine equity, kwa jina lingine waga inaitwa total shareholders fund, ambayo from here ni hii hapa. So nikija hapa kwenye formula yangu nitagawa 724 na mtaji wangu ni 2.7. Kwa hiyo nitapata return on equity ya 26. Inamaanisha kwamba hela yangu ambayo nimeipa ile kampuni umeniletea faida ya 26%. Na kwenye kufanya investment decision tunasema hii asilimia ikiwa ni zaidi ya interest rate, coupon rate ya bond ya miaka 10, then that company is good to invest. Hiyo ndo ratio ya kwanza ambayo tunatakiwa tuangalie. Then ratio ya pili inaitwa price earning ratio. Hii hapa ina compare bei ya hisa ambayo umelipia na pato kwa kila hisa, kwamba leo umenunua CRDB kwa shilingi 2,000, lakini kila hisa moja inakuletea maybe faida ya shilingi 20. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba kwenye kila unalipia kiasi gani kwa kila hisa unayonunua, au itakuchukua wewe miaka mingapi kwa ile kampuni kukurudishia a profit similar to the price ambayo umelipia. So mfano hapa pato kwa kila hisa utalipata pia kwenye vitabu vya So kwenye statement of profit and loss, ukija huku chini utaona wamekuwekea pato kwa kila hisa. So mfano kama hapa inaitwa basic earning per share, ambayo kwa Q4 ilikuwa ni 277. Utachukua hii 277 ambayo ni pato kwa kila hisa, utaicompare na bei ya hiyo hisa. So mfano CRDB inauzwa kwa shilingi 2,090. Pato kwa kila hisa ni 277. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ile kampuni itachukua 7 years for it to return the amount that you paid. Au unalipia shilingi 7 kupata hisa moja. Na kwenye investment decision tunasema ikiwa from 1 to 15, then ikiwa 1 to 5 is cheap, then 5 is the cheapest, 5 to 10 ni cheap, a fair price ni 10 to 15. Ikianzia 15 and above, then tunasema hiyo hisa ni very expensive to buy. I hope mnaelewa namba au naenda haraka. Okay. Share ratio ya tatu tunaita share ya tatu tunaita book value. So book value ni una measure thamani ya kila hisa.
So unapokuwa katika soko, unapokuwa kwenye sokoni, kuna kwaga unaona watu wanasema bei inapanda, lakini bei No, is sorry. yes. No. Yes. Sorry, before you proceed, kuna Gloria amesema mimi sijaelewa namba. Can you Namba gani? maybe repeat hapo kwenye nanili kwenye hii ratio ya tulikuwa tunaiongelea the last one. I believe it's the last one. Au Gloria, which number are you talking about? Maybe you can say which number you didn't understand. Great, thank you. Good. Kuna sisi wengine ni lay people, kwa kwenye hizi namba zinaenda taratibu kidogo kwa Okay. ili tuweze kuelewa. Okay, sawa. So okay, I will repeat the price earning ratio. So price earning ratio ina measure ni pesa kiasi gani unalipia kwa kila hisa moja unayonunua, au tunasema kwa lugha nyingine, itachukua muda gani au miaka mingapi kwa ile kampuni kukurudishia pato sawa na ile bei ya hisa uliyonunua. So mfano, nilikuwa natolea mfano wa CRDB. Share price ya CRDB ni 2,090, lakini pato kwa kila hisa, kwamba kila hisa imegenerate income ya kiasi gani. Kila hisa iligenerate income ya shilingi 277. Inamaanisha kila hisa moja unayonunua unalipia shilingi 7, au itachukua miaka 7 kwa ile kampuni kukurudishia hii the initial investment ambayo ulimake. So sehemu gani utapata hii annual earning per share? Utaipata hapa kwenye hizi statement zao. Kwenye hii statement ya profit and loss inakuwepo hapa, imeandikwa basic earning per share, hii hapa, ambayo ni for Q4 ni hii hapa, current year utaiona hapa 277. Hiyo ndio price earning ratio, na share price utaipata sokoni. I hope Glory, that is fine. Yes, thank you. Okay, thank you. Okay, we move. Haya, ratio ya 3 ni kutafuta thamani halisi ya kila share. So bei is not the thamani halisi ya hiyo share. So ili kujua thamani halisi ya share, tunachukua mtaji wa kampuni wote ambao sisi wanahisa tumecontribute, tunagawanya na hisa ambazo kampuni ile imeissue sokoni. So ni kama kikoba maybe tupo watu 10. Watu 10 tumecontribute maybe milioni 100. Alafu kila hisa tutagawanya na namba za hisa ya ile kikoba ambacho inazo, ili kupata kwamba kila hisa ina thamani kiasi gani. Ndo maana ya hii book value. So unachukua mtaji wa kampuni wote unagawanya na total issued shares, na hii itakusaidia kujua kwamba hiyo hisa inakuwa traded above its book value au ipo traded at a lower price. Na tunashauri kwamba ukipata book value ambayo, ukinunua hisa ambayo book value yake ni kubwa lakini ukainunua kwa bei ndogo, ndio pale ambapo tunapata capital gain, kwa sababu hii kampuni ina option, ina opportunity ya kuendelea kukua na ikafikia ile thamani halisi. So mfano sasa for CRDB, okay. Equity inapatikana ndo hii hapa, total shareholders fund, ambayo ndo hii hapa, utagawanya na total issued shares za CRDB. So CRDB I'm going to take hii hapa, hizi ndo shares za CRDB, alafu equity yake ndo hii hapa. So nikichukua equity divide by this, nitapata book value ya shares. Lakini kumbuka kwamba CRDB inakuwa traded at 2,090. Kwa hiyo unaona kwamba hii hisa ipo traded above its book value. Lakini hiyo haimaanishi kwamba hiyo kampuni ni mbaya kuinvest. Kwa sababu tunaona bado benki ina opportunity ya kuendelea kukua,
tunaamini kwamba hii book value itaendelea kuwa close to the share price. I hope hapo is clear. Hapo tumeelewana? Ndio. Yeah. Okay. Sawa. Then ratio nyingine tunaitwa price to book value. Hii sasa ina compare thamani ya hisa compared to bei ambayo umenunua hiyo hisa, ambayo sasa itakuonyesha kwamba je, unanunua hiyo hisa at premium, at par au at discount. So tukija sasa kwa mfano wa CRDB, share price ni 2,000, book value ni 1,000. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba unainunua at 1.96. Kwa hiyo unainunua at premium, na tunashauri kwamba ikiwa unatakiwa ununue when is at par and at discount, na usell when is at premium. Kwa hiyo kama wewe umeinunua kwa discount alafu ile share ikakua na ikakua, then utakuwa na ile chance ya kupata capital gain. So buy when it is at par and discount and sell when is at premium. So hiyo ndo price to book ratio. Ina measure, inainunua hii kitu, unanunua hichi kitu kwa discount au unanunua katika premium au unanunua at par. Share ya mwisho ni dividend yield. Hii ina compare dividend ya kampuni inayogawa compared to the share price. Na investment decision hapa tunasema the higher the better, kwa sababu kama kampuni inakupa dividend mara nyingi, then it's good to invest in that company. So hizo ndo ratio 5 katika the basic ratio ambazo unatakiwa angalie kabla hujafanya uwekezaji wako. Maybe up to, okay, kuna hii ya mwisho, sorry. So kwenye banking sector huaga kuna hii ratio inaitwa cost to income ratio. Ina measure cost ya benki, ina compare na income. Na according to BOT regulation, hii ratio ikiwa more than 55, then ile benki haitakiwi kugawa dividend. So unapofanya analysis ukaona tu hii cost to income ratio is more than 55, hata usitegemee kwamba hiyo benki itagawa dividend. Na ili kupata hii cost to income ratio for banking sector, tunachukua non-interest expense tunagawanya na total income, ambazo non-interest expense unazipata from profit and loss, wanakuwa wameziweka hapa. So hapa unaona non-interest expense for this quarter, current quarter ni 880. Alafu total income utachukua hii hapa. So for banking sector wanakuwa na net interest income na zile fees, sijui commission ambazo zinaitwa non-interest income. So let me put my Excel. Cost to income ratio. So non-interest expense ni hii. After total income utachukua hii hapa 1.3 plus the non-interest income ili kupata income ya benki nzima. Na ukicalculate from here utaona tumepata 42. Kwa hiyo then utajua kwamba in this year tutapata dividend cause it's below BOT threshold ya 55. Okay. Swali mpaka hapo before we move to the practical side of it? Okay, I'll proceed. Sasa baada ya okay. So baada ya kujua sasa unataka kununua hisa gani, kuna practical side of it. So kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ufanye ni udownload app inaitwa Hisa Kiganjani. And ukidownload hii app utatakiwa ufanye usajili. Na huu usajili you can do it through your NIDA number au your passport number. Na unapofanya usajili unatakiwa uchague broker. So kwenye app utakuta wamelist different brokers. So unatakiwa ufanye uchunguzi kwamba which broker you want to use. Na ukishafanya usajili you wait for a few hours, your account will be activated, then utaweza kununua
hisa. So kununua hisa you can buy direct kutoka kwenye app, au unaweza tu ukaamua wewe uwe unamtumia ela broker, broker yeye ndio yeye anakuplaceia order na akununulie. And itachukua siku ukishanunua hisa from the app, waga inachukua 2 days kwa zile hisa kureflect on your holdings. Walisema ni 2 days, but me I see kwamba it takes 3 days and not 2 days, but according to DC communication walisema ina take 2 days. And the most important thing is to keep track of the shares you are buying and selling. Hii itakusaidia kujua kama broker wako amenunua shares au hajanunua. And sometimes broker unaweza ukamtumia hela na asinunue katika bei unayotaka, so it's important to make follow up with them, kwa sababu ni uwekezaji wako, na usipofanya follow up then you'll end up getting losses. And kitu cha mwisho, usinunue based on emotion, buy based on the facts that you have analyzed huko juu. So don't go with kwamba unanunua hisa just because somebody told you. You have to know the basics of it and facts that support why are you buying hisa fulani. And ukinunua hisa kuna message tofauti waga zinakuja pale kwenye app. So message ya kwanza ambayo inakuwaga imeandikwa order fulfilled. So ukipata hii message ni kwamba hisa zako, ile order yako ambayo umefanya imefanikiwa, na you just have to wait for 3 days for it to appear on your holding. Kitu kingine, message nyingine ambayo waga inakuja partial filled. Hii inamaanisha kuna order ya hisa fulani, namba ya hisa fulani zimepita na zingine hazijapita. Na solution to this is to contact your broker ili aweze akakununulia zile ambazo hazijapita. Status nyingine, ukiplace order inakujaga kitu kinaitwa order expired. Order expired ni kwamba zimepita siku 3 na ile order haijapita, na inamaanisha haukuweka bei ambayo inaendana na ya sokoni. So the solution pia hapa ni contact your broker ili aweze akakuplaceia order on the current market price ili uweze kupata zile hisa unazotaka. Message nyingine ni waiting trade, consider price change. Inamaanisha umenunua hisa lakini umeweka bei ambayo haiko sokoni, so inabidi uamend ile order na kuweka price ambayo ipo sokoni ili uweze kupata your shares. Alafu kingine ni order not processed. Order not processed inamaanisha hisa yako, zile order ambazo umeweka hazijafanikiwa, so you have to contact your broker ili aweze kukuplaceia order. Na nyingine ni rejected. Hii inafanana na ile consider price change, kwamba umeweka maybe price ambayo sio ya sokoni, so you have to contact your broker and akuplaceie order yako. So katika soko la hisa broker ni mtu muhimu sana, kwa sababu if you don't have communication na yeye, message kama hizi, mfano waiting trade, order expired, yeye ndo mtu pekee ambaye anaweza kukusaidia kuamend hizo orders. So you just have to have ile communication and you have to keep in touch with them. So yeah, that is from me. I hope it is clear. Yeah, confused. Thank you. Thank you so much, Nuru. Thank you. I hope it is clear. Lakini kwenye investment tunasema every day you learn. Kila siku unajifunza, ukiingia nyingine, session nyingine, you keep on learning. Kwa hiyo ni process ambayo it is being done every day. Every now and then you keep on learning. Kwa hiyo hata ukiona leo umekuwa confused, usikate tamaa, don't give up. Make sure that uko kwenye right track, na kila siku unavyozidi kujoin hizi session unajifunza. Yani nobody became perfect on the first session, on the second session. Hata ambao tayari wanajua bado wanahitaji kujifunza. So you guys make sure, I mean, kwamba mko kwenye sehemu salama, na kwa sababu mmeshachagua session kama hizi, you want to be comfortable kabisa. Ukiona price zinapanda sokoni, you won't panic. Ukiona zinashuka, you won't panic. Utajua nini cha kufanya na kwa wakati gani. So far naona kwenye chat box hakuna maswali. Labda kama mtu ambaye hajaandika na anatamani kuuliza swali, maybe tunaweza tukaruhusu kwamba aka unmute, alafu akauliza swali lake, then we proceed.
Asante Dakwini, mimi na maswali hapa kama matatu hivi. Okay. Swala la kwanza ni kuhusu liquidity. Kuna siku nilikaa nikawaza, nazungumzia, mmesema hapo kuna changamoto inatokea kwenye liquidity, unakuwa na hisa unataka kuziuza, kwa labda chukulia hisa za NMB zilipofikia, lakini hupati wanunuzi. In practical inatokeaga issue kama hiyo, na ikitokea mfano imekosekana wa kumuuzia, yani inakuwaje? Au ndo tu inabidi tu utulie? Hilo la kwanza. Lakini pia la pili ni kwenye fundamental analysis. Hizi fundamental analysis kila mtu anafanya kulingana na utashi wake, au kuna somewhere mtu anaweza kuwa, kuna labda mfano brokers au wengine unakuta tayari wamefanya, unatumia unaangalia, au ni kila mtu tu kulingana na utashi wake? Lakini la mwisho ni analysis ya kujua broker yupi labda ni mzuri au hivi ni hivi, kwa anayeanza. Unajua ni ngumu sana kujua, unauliza, unafuatilia, kama unafuatilia wapi? Asante. Okay. Nuru, should I answer some? You can proceed with answering the question. Actually, you can proceed. Okay, utaongezea. So Okay. for liquidity issue hii kwa kweli haina solution, labda umtafute wale watu wanaofanyaga block trade, ambayo block trade najua inakuwaga ni from 250 million TZS if I'm not mistaken. So kama hujafikia hii the value of the shares that, Yeah. yes, Yes, kuanzia 250 shares. sio amount ya pesa, I'm not sure which amount, lakini hiyo ndo solution ya kwanza ambayo naifikiria hapa, kwamba if you can meet the threshold ya block trade, ambayo ukifikia hiyo threshold hauhitaji kutumia sijui app, wewe unaenda tu na mtu wako, mfano mimi na wewe tumekubaliana kwamba unaniuzia hisa zako, so we can trade outside of the stock market. Kama hujafikia hiyo threshold, you just have to wait for a person to appear ambaye yupo willing kubuy hizo hisa. Hiyo ndo liquidity issue. Lakini pia DSE, mfano zamani TBL na TCC zilikuwa haziuziki, wakaleta ile sheria kwamba unaruhusiwa kupunguza bei, kuna 5% kwa some companies na 15%. So hiyo sheria imesaidia kusolve hii issue ya liquidity, although not 100%, but hiyo sheria ya kupunguza 5% kwa bei na 15%, I'm sure at some point itafikia level ambayo people will be willing to buy. Swali la pili la fundamental analysis, kwamba ni broker anafanya au ni kila mtu anajifanyia. So fundamental analysis I think ni the basics, kwamba you have to understand the very 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 basics. Mfano kama hizi ratios 5 ni sio zote, kuna ratios nyingi ambazo unaweza ukazitumia, lakini hata ukiangalia zile analysis kuna those basics ratios ambazo lazima ziwe pale, na wewe kama mwekezaji inabidi uelewe kuinterpret zile ratio ambazo zitakuguide wewe kufanya maamuzi yako, either una invest au invest. Lakini pia tunasema fundamental sio lazima uangalie namba tu, unaweza ukaangalia hata qualitative analysis, kwamba you don't need to understand the numbers, but inabidi tu maybe uelewe biashara. Unaonaje hii biashara wewe, kwa maoni yako, unaona kama ina opportunity ya kukua au kupata hasara? Je, kitu ambacho wanauza is it a monopoly trade, au ni kitu ambacho leo mtu akiamka hatataka kukitumia hicho kitu? So you just have to understand the biashara, na hii itakusaidia wewe kufanya maamuzi ya kuinvest au kutoinvest. So it's not just numbers, you can also look at the qualitative analysis. Kitu kingine hii ya broker nitamwachia Queen ajibu. Okay, so thank you for clarifying that. Lakini pia niongezee before niende kwenye swali la pili kwamba liquidity, no maana it is very important for you to Queen una broker au ni mimi? unajua this sector. I'm breaking it.
au ni mimi Sasa hivi tu? mnani- sasa hivi mnanisikia? Hapo nakusikia. Okay, so nilikuwa nasema kwenye upande wa liquidity kama naongezea tu hapo ambako wewe umesema, lakini ndio kama hivyo tunafanya analysis kama hizi ili ku make sure kwamba hauendi kuweka hela yako kwenye uwekezaji ambao utakufanya ustack. Kwa hiyo lazima uangalie uwekezaji kwenye sekta ambayo unajua hii sekta ni volatile, hii sekta inakuwa, hii sekta inafanya vizuri, ina pia history ya kufanya vizuri, ili usiende kuwekeza pesa yako kwenye sehemu ambayo itastack kwa sababu tu umesikia ina faida nzuri. Na wengi ambao waga wanastack kwenye vitu kama hivyo ni watu ambao wanafanyaga uwekezaji bila how do you say, bila kufanya analysis kwanza. Anasikia tu kwamba kampuni fulani ni nzuri, kama mfano sisi ilivyokuwa Jatu for example, anaenda anaweka, lakini ina historia kufanya vizuri. Je, future yake ikoje? Is this sector a best performing sector? Is it a sector that has a room for growth? Vitu vyote hivyo ni muhimu ili usijikute una stuck kwenye uwekezaji fulani. Haya, ngoja niende kwenye swali la pili. Swali la pili ilikuwa nauliza kuhusu kuchagua broker, right? Sasa kwenye swala la broker ni broker Is it me alone au kupata wengine pia hamwezi kunisikia? Kuna muda unapotea kweli. Kuna muda unapotea hapo. Yes. Vipi hapo tunakusikia. hapo, mnanisikia? Mm. Okay, so kwa swala la broker nasema broker yani wote ni wazuri as long as anaweza kukupa ile service ambayo unahitaji, which is kubuy share na kuuza share. Kama broker ana uwezo wa kukupa hiyo service, then any broker can be a good broker. Ila mimi labda kitu ambacho naweza nikasema ambacho broker wengi wame experience sasa hivi, kumekuwa na tana kubwa sana ya watu kuwekeza. CFPs kwa kweli tunafanya kazi kubwa, watu wanaamka, watu wanawekea, wanaanza kuwekeza, watu wanajifunza kununua hisa, ETF na vitu vingine. Kwa hiyo wana experience a very big load ya clients kwa wakati mmoja. Kwa hiyo inaweza kuwa kuna changamoto hapa na pale ya kusave wateja. Sometimes usipate response kwa wakati, sometimes order yako isipite kwa wakati, lakini as long as broker anaweza kukusaidia kufanikisha transaction yako, then that broker is good. Sijui hata kama nitakuwa nimekujibu Francis. At least nimepata mwangaza hapo kidogo. Yeah. Swali la tatu lilikuwa ni kidogo. La tatu lilikuwa la fundamental, lilijibu hapo sister. Ameshalijibu. Okay. Sawa. Kuna mtu aliweka swali lake kwenye chat box hapa akasema, thank you for the presentation. Sasa kwenye scenarios ambazo kuna brokers kupokea simu ni changamoto, na in case mtu uko mbali huwezi kufika ofisini kwao, what do you do? Au kama kuna recommendation ya beta broker from experience? Nadhani this is the challenge that we will have to deal with, kwa sababu brokers wengi wana experience hii turnout nyingi ya order, wateja. Sometimes hakuna proper system in place ambayo inaweza ika-automate vitu. Kwa hiyo yani kuna changamoto, lakini ndo nadhani kadri tunavyozidi kwenda vitu vinazidi kuwa improved, vitu vinazidi kuimarika. Kwa hiyo what I can recommend, labda kama ukiwa una mtu ambaye unaweza kuwa una contact naye kwa huyo broker akakusaidia, lakini pia kutumia hisa kiganjani naonaga pia inapunguza zile challenge za kutafuta broker personally. Pia na hisa kiganjani inakusaidia, unaweza kufanya vitu vyako bila kuwa na direct intervention na broker. Kwa hiyo I would say hiyo pia inaweza ikawa ni njia mojawapo ya kusaidia. Susan ulinyoosha mkono, na Edwin, mna maswali? Yeah, Queen, nimeshaweka Edwin. hiyo message chatting. Umeweka kwenye chat box? Okay. So she's saying, I was asking kwa sector ya manufacturing, not sure of the regulator wake, kama ana threshold ya kufanya technical analysis through cost to income ratio
So efficiency analysis yake itakuwaje, au to base kwa zile ratio zingine na benchmark zake zikoje, as naona ni banking sector iko so strict kwa sasa. Okay. So I know manufacturing wenyewe hawana regulator hiyo cost to income ratio, and unaweza ukatumia zile ratio nyingine kufanya your decision, but pia kwenye manufacturing hilo pia wana ratio zao zingine nyingi za kuangalia, lakini zile ambazo nimeziweka pale ni zina apply across kasoro ile cost to income ratio, so wenyewe they don't have a threshold. Okay. Yeah, I think kitu kingine kwenye manufacturing inaweza tukaconsider kuangalia ni mikopo, kwa sababu mikopo pia ni kitu ambacho kinaweza kikasababisha manufacturing industry ikafa haraka. Na hiyo mikopo, je, ni mikopo ambayo ni ya ndani au ni ya nje, ili uweze kujua kabisa kwamba is this company exposed to exchange rate risk. Mfano dola ikiendelea kupanda, manake lile deni linazidi kuwa kubwa, manake hiyo kampuni pia inakuwa kwenye position inakuwa na interest expense kubwa. Kama tunavyojua interest expense ina affect kwenye expenses, ina affect kwenye expenses pamoja na profit at the end of the day. Kwa hiyo it's also something you can look at, kwa sababu pia na nature operations zake zinahitaji a lot of capex na a lot of big operating expenses. Kwa hiyo that's also a place you can look at, you can work with concentrate in manufacturing industry. I think maybe Nuru, we can see pia the way we can prepare another class ya kuangalia kwenye manufacturing, ili Okay. watu ambao I think manufacturing na telecommunication is something, it's a place we can consider kuangalia, watu wakaweza pia kupata clarity kwenye upande huu. Okay. Agnes is saying thank you for the good presentation. Brokers are people who work in this HISA company, or are they people, or are they just people? Sorry, I'm very new on HISA. So broker ni dalali, in other language ni dalali ambaye anamuunganisha mtu anayeuza kitu chake na mtu anayetaka kununua kitu chake through a system hiyo ya DC au hisa kiganjani. Hata ukiplace through hisa kiganjani, anayekamilisha the transaction ni broker wako. So kama mfano pale tumeandika order yako ikiexpire, ile hela yako haipotei, waga inaenda kwenye account ya broker. Broker yeye ndo ana finalize the whole transaction. So broker ni dalali ambaye unamlipa kwa kila transaction ambayo unafanya. So kama unanunua through hisa kiganjani, ukiplace order, ukisema buy orders, mfano unanunua hisa 10 za 2,000, utalitoa pale shilingi maybe 20,000, sijui 1,000 ngapi. Ukienda kwenye more details, utaona charges za broker zipo pale, zimekuwa embedded kwenye the transaction. So broker hakwepeki, na sijaona soko la hisa duniani ambalo halina broker, kwa sababu sijui utamjuaje huyo muuzaji ambaye anataka kuuza hizo hisa 10 without broker being involved. So ni create to good communication na being on their neck mpaka transaction yako iwe successful. Thank you. I hope Agnes amepata clarity hapo. I think naweza nikaongezea mimi kitu kwenye kuchagua broker aliuliza Francis. Kitu ambacho ni very important kujiconsider ni fees. I think tunasemaga total isizidi 2% ya consideration, Nuru. Najuaga broker ni 2.1 sijui 0.1 pale kwenye app, ambayo ni total, sio include, yani like total plus commission. 2.04 plus everything, charges zote. Yes. Kwa hiyo ni kitu ambacho Francis pia ukiwa unachagua broker, ukiona broker wako anakuchaji zaidi ya 2% ya ule uwekezaji unaotaka kufanya, then that is not a broker you should go for. Kwa at least kila kitu kiwe akiishi brokerage commission, DST fees, MSA na fees zingine zote zikizidi 2%, zisizidi 2%. Yes. Or I think it's something also you can consider looking at when your Umebreak tena.
Queen, Yeah, naona hakuna swali lingine. Kuna mtu mwingine alinyoosha mkono Edwin. Yes, Edwin, karibu. Yeah, asante sana kwa presentation nzuri. Swali langu ni wakati presenter anaanza, kuna categories zilizokuwa nazielezea za unapokuwa unahitaji kununua hisa, na moja ya categories alisema ni uwe na malengo, lakini kingine katikati ilikuwa ni make sure you don't have debts, hauna madeni. So swali langu ni hili, kama una madeni haufai na haupo kwenye sifa za kuingia kwenye hii investment kwenye hisa. hapana. Unaweza kuingia as long as hayo madeni yako, yani kuna ile method inaitwa snowball effect ambayo kwamba unaweza ukafanya vyote simultaneous as long as you put a portion aside to pay debt and unakuwa unafanya uwekezaji katika hisa. Hii itakusaidia nini? Hii itakusaidia kwamba, na ili uweze kuona ile capital gain, you will be investing a huge chunk of your money kwenye shares instead of using that money to pay debt, but you can still do both. Is that clear? Okay. Yeah, sio Yeah, kwamba yes, usiwe na nilifikiria madeni labda kabisa. No. yani nilifikiria labda kama una madeni hautapokelewa kuinvest. Hapana, utapokelewa. Ni tu kusema kwamba ili uone ile like the most, ili pesa yako nyingi uipeleke kwenye uwekezaji, then tunashauri kwamba uwe umelipa madeni yako mengi. Yeah, but sio kwamba utapokelewa. No. Thank you, Nuru. Thank you. I think kama niongezee kitu hapo kwenye debts, kwa sababu tumeongelea hiyo point ya debts. Usipendelee sana kutumia njia ya madeni kuwekeza. Naona kwenye kitu ambacho watu wengi kwenye mitandao wanakirecommend. It works for some but it's very dangerous for me. Yani usipende kuoneka opportunity sema hapa sasa nikichukua CRDB nichukue mkopo milioni 10 alafu niuwekeze hapo udabo nirudishe mkopo, hiyo inabaki niendelee ni ya kwangu. Yani don't be attracted to those kind of opportunities. Wewe jua kwamba hakuna shortcut kwenye mafanikio. Kila kitu kinahitaji resilience, kinahitaji time, kinahitaji strategy. Kwa sababu unaweza ukachukua huo mkopo, ukija ukachukua ile interest ya mkopo unaotakiwa kurudisha, na hela ambayo umewekeza kwenye uwekezaji probably isikulipe. Umeenda kutengeneza tu deni ambalo linazidi kukuongezea mzigo kwenye safari yako ya uwekezaji. Kwa sababu na interest utakayolipa, we say interest is the penalty you pay for being impatient. Kwamba ukitaka vitu vije haraka haraka, remember there is cost that will come with that speed. Utataka uende haraka wakati vitu vinaenda taratibu. The real wealth is built slowly. Kubali kuchukua mwaka, lakini siku ukija kuwa na milioni 100 ni kwako. Hakuna deni la mtu, hakuna mtu anakuja. Kuliko kukimbizana na milioni 100 alafu mara opportunity siende ulivyokuwa umetegemea. Sasa hivi una mkopo wa milioni 20 na 800,000, tena ndio mikopo hii ya kausha damu unapewa 20% interest kwa mwezi. Una milioni 10, umechukua milioni 10, sasa hivi unadaiwa milioni 18. Pesa zimechuka, unadaiwa mkopo, utatenda uchukue msemo mwingine ujazie, una create mikopo. Kwa hiyo unakuwa una milioni 100 lakini milioni 80 ni deni. Kwa hiyo utakuwa kujioni kama unasogea. Kubali tu kwenda taratibu kwa pesa yako. Hata kama ukichukua mwaka, the day unakuja kuonyesha na wewe kwamba I have 1 million worth investment portfolio, it's yours. Na itakufanya pia uwe na hiyo discipline ya kufanya vitu consistently but slowly but surely. Okay. Naona kama hakuna maswali mengine. Maybe Nuru, if you have anything to add. No, I think nashukuru for joining. I hope this was helpful. Maybe sijachanganya. I hope umeelewa na umepata idea at least. Yeah. Yeah, so thank you guys for joining. Tutakuwa na masterclass zingine, tutawaambia, tutawakaribisha. Just tell your friends kwamba tuna hii sehemu ambayo we can learn.
na mwa-invite tuendelee kujifunza wote pamoja. Alafu nita-announce pia kwenye group tutabidi tuanze ile challenge yetu ya hisa, kwa sababu tushapata hint. Kama kuna mtu atakuwa bado anataka guidance na bado anataka clarity kabla hajaanza, au kama ameshaanza tayari anataka kuwa na strategy nzuri, tuambiane, then we'll give each other a target that we'll review at the end of this year, na quarterly pia tukipata nafasi ya kufanya hivyo. So karibuni sana, you enjoy the rest of your day. Thank you so much. Thank you. Thank you. Asanteni.